Habari, ni siku nyingine tena na wakati mwingine tena tunakutana katika vipindi vya kupeana elimu mbalimbali. Hebu twende pamoja na tega sikio lako vizuri. Leo nataka nikupe elimu hapa, jinsi ya kupata leseni ya biashara kupitia simu yako hiyo hapo ya mkononi au simu ya smartphone au simu janja. Hii ni njia rahisi sana, unaweza ukajipatia leseni yako papo hapo, yaani ni muda mfupi sana utajipatia leseni yako. Kabla ya kuendelea, ngoja nikuelekeze kitu kimoja hapa. Wakati unataka kuchukua leseni yako ya biashara, inatakiwa uwe na kitu kinachoitwa tini namba. Bila shaka tayari nishafundisha kwenye channel hii ya Shayia TV jinsi gani unaweza ukajipatia tini namba yako bure kabisa kupitia simu yako hii ya mkononi au simu ya smartphone. Kitu cha kwanza, unaweza ukaangalia video hiyo, andika hapo kwenye channel hii tini namba. Bila shaka video hiyo itakuja na utaweza kuitazama na utaweza kuchukua tini namba ambayo ni namba ya mlipa kodi, au sio? Hebu tuende pamoja ili tuweze kujua ni jinsi gani unaweza ukajipatia leseni ya biashara kupitia simu yako ya mkononi. Kitu cha kwanza kabisa, utaenda kwenye Chrome browser au Google hii hapa. Unaweza ukaenda kwenye application hii hapo kwenye simu yako, au hii hapa Google hapo, au sio? Bila shaka utakliki application ya Google au utaibonyeza. Ukishaibonyeza itafungua kama hivi. Ukishafungua kama hivi, kuna sehemu ya kusearch hapo au sehemu ya kuandika kitu unachokihitaji. Hapa andika kama jinsi nitakavyoandika, au unaweza ukaongea tu hapa. Unaweza ukashikilia iko mic hapo, alafu ukasema kitu unachokihitaji, au ukasema hivi Tausi TAMISEMI, au ukaandika TAMISEMI Tausi. Ukiandika hivyo itafungua kama hivi, au ukisema tu, yani unaongea hivi, utaandika kama hivi tausi.tamisemi.go.tz. Kama utaki kuandika maneno mengi kama haya, utaandika Tausi TAMISEMI, yani Tausi utaruka nafasi kidogo, alafu TAMISEMI. Ukishaandika kama hivi itafungua kama hivi. Itaanza kufungua. Yes, itafunguka kama hivi. Ikishafunguka kama hivi, kuna maneno hapa yameonekana kama nasema, nakwambia services, all services with regard to acquiring license. Kwa ujumla, ikishafungua hivi, hii ndo website ambayo inatumika kuchukulia leseni yako. Yaani hapa kitu ambacho tunafanya au mchakato huu ambao tunafanya ni kutengeneza akaunti kwanza. Huwezi ukachukua leseni, hauwezi ukapata leseni yako ya biashara kabla hujatengeneza akaunti. Inatakiwa kwanza utengeneze akaunti ndo uweze kuapply au kuomba leseni ya biashara. Kwa hiyo hapa tunatengeneza akaunti kwanza. Kwa hiyo baada ya kufanya hivi, ikifungua hivi, kuna vimistari vitatu vilivyokaa ulalo hapo. Hii sehemu nilionyoshea huo mshale, utabonyeza sehemu hiyo ambayo ndio menu. Ukishabonyeza sehemu hiyo, kuna menu ya maneno imekuja kama home, sign in, create accounts, create account, help, language. Yaani hapo kwenye language. Sasa hapa utakuja kwenye create account, yani tunatengeneza account kwanza. Hii sehemu hiyo hapo. Hii hapo. Sehemu hii ndo utakliki au utabonyeza ili uweze kutengeneza akaunti yako kwanza. Ukisha-click sehemu hiyo, kuna maneno yamekuja hapo, na maanisha haya hapa.
Yanakuambia kwenye create account, please enter your NIDA number and answer at least 2 out of the following 5 questions correctly, au sio? Kwa hiyo sehemu hii ukibonyeza hapo, yani ukigusa, maana yake natakiwa uingize namba yako ya NIDA, alafu kuna baadhi ya maswali yatakuuliza ambayo yanahusiana na namba yako ya NIDA. Mfano, jina lako la mama, shule ulosoma, labda tena swali lingine ni mfano natolea. Unaweza ukaulizwa maswali yoyote, labda ulijiandikishia wapi, hiyo NIDA yako, au sio? Hayo ni baadhi ya maswali tu ambayo huwa yanaulizwa wakati unafanya process kama hiyo au mchakato kama huu. Ukiyakumbuka haya maswali na ukiyajaza kwa ufasaha, utafanikiwa kutengeneza akaunti yako, au sio? Paka hapo utakuwa ukisha click sehemu hiyo, utafanikiwa click. Kwa hiyo utatouch sehemu hiyo. Kama uhitaji sasa sehemu hiyo, unaweza ukatumia namba ya simu, au sio? Kwa hapo juu ukishuka chini kidogo, kuna maneno pia mengine nakuja. Method will receive one time password ambazo zinaitwa OTP to the mobile number registered with the provided NIDA number. Kwa hiyo maana yake ni nini hapa? Ukikliki hayo maneno ya pili hapo, ndo haya sio hapo juu, na maanisha haya yanayoonekana hapa, yaani ukitouch sehemu hii. Kumbuka hapa ni tunatengeneza akaunti kwanza. Ukikliki sehemu hii ni kama unaikumbuka namba yako, na kama namba hiyo ambao ulisajilia kipindi unachukua namba yako ya NIDA kama uko nayo hapo kwenye simu, ukisha kliki sehemu hii utakliki sehemu iliyoandikwa next, ambayo ndio hii hapo chini. Sehemu hii ukisha click au ukishaibonyeza, au sio? Ukishaibonyeza, ngo turudi nyuma. Ukishabonyeza sehemu iliyoandikwa next, maana yake kuna OTP zitaingia kwenye ile namba ile ambayo ulisajilia wakati unachukua namba yako ya NIDA, yani namba ya simu na maanisha. Kama uko nayo hapo, utakliki hiki sehemu ya chini hapo. Ila kama hiyo namba ushaipoteza au haujaiweka kwenye simu, unaweza ukatumia maneno yale ya kwanza na maanisha haya hapa, please enter your NIDA number. Kwa hiyo utaingiza namba yako ya NIDA ili uulizwe baadhi ya maswali machache, na ukishajibu haya maswali kwa ufasaha hapo, alafu utakliki next, au sio? Basi hebu tuende pamoja tuweze kukliki sehemu hii. Basi utakliki kama jinsi mimi nilivyokliki hapa, na maanisha hapo kumebadilika rangi kama ya si rangi ya nini, si waridi, si pinki mpauko, kama hiyo. Ukisha click sehemu hiyo itabadilika rangi kama hizi. Ukisha click ambayo hapa tutaulizwa maswali yanayohusiana na NIDA, au sio? Labda jina lako la mama la mwisho, si jina lako la sehemu ulioandikia hiyo NIDA au uliochukulia hiyo namba NIDA, au sio? Bila shaka ndo maneno kama hayo ambayo utaulizwa. Ukisha click sehemu hii utaandika namba yako ya NIDA hapa. Kuna sehemu inakuambia National Identification Number. Utajaza namba yako ya NIDA, au sio? Ukishajaza namba yako ya NIDA, utaklik sehemu iliyoandikwa next hapa. Utaklik sehemu hiyo hapo, itabadilika rangi ya blue, utaklik sehemu hiyo. Ukishabonyeza sehemu hiyo, utafuata process inayofuata, ambayo kumbuka hapa ndio tunatengeneza akaunti kwanza. Ni rahisi sana, wewe fuata utaratibu huu. Ukisha click, ushajaza hizo namba za NIDA, utaklik next. Kama unatumia ile namba ya kawaida, yani namaanisha namba ile ambayo ulijisajilia wakati unachukua NIDA yako ambayo uliingiza,
utakliki sehemu hii hapo, utakliki kibox cha chini, alafu utakliki sehemu iliyoandikwa next, alafu baada ya hapo kuna OTP zitaingia kwenye ile namba yako, ile namba ya simu ambayo ulijisajilia kipindi hilo. Unachukua namba ya NIDA utaziingiza humu. Ukishaziingiza utafuata utaratibu unaofuata, au sio? Baada ya kutengeneza akaunti sasa, ukishaulizwa hayo maswali, ukishatengeneza sasa akaunti tayari kabisa, ushajaza na password zako, au sio? Utakuja sehemu hii hapa, kwa sababu sisi tunachukua leseni ya biashara. Utakuja hapa business license. Narudia tena, ukishamaliza kutengeneza akaunti tayari, utakuja sehemu iliyoandikwa business license. Maana hapa kuna leseni nyingi tu, kuna hotel license, kuna hizi leseni za hoteli, leseni za majengo, unaona. Kwa hiyo sasa sisi lengo letu ni tutengeneze au tuchukue leseni ya biashara yoyote ile. Biashara inaweza kuwa biashara ya duka, au sio, na biashara zingine. Basi utakliki sehemu iliyoandikwa business license. Ukisha kliki sehemu hiyo kama hivyo, hizi ni baadhi ya leseni. Ukisha kliki tu sehemu hiyo iliyoandikwa business license, ambayo ni sehemu ya leseni biashara, kuna sehemu ya kuandika kama hii hapa ya kujaza itakuja. Sehemu hii hapa, sehemu iliyoandikwa nini, utaandika namba yako ya NIDA. Alafu sehemu ya password utaandika password zako ambazo ulikuwa umesha zikliki wakati ulikuwa unatengeneza account kule. Ukishaandika hapo, utakuja sehemu iliyoandikwa sign in. Ni hapa chini hapa, mshale wa tatu kabisa mrefu, na maanisha huu hapa. Ukishaandika hapa juu NIDA yako, alafu ni ile namba ya NIDA, alafu hapa chini utaandika password ambazo uliziandika wakati ulikuwa unatengeneza account. Alafu baada ya hapo utaklik sehemu iliyoandikwa sign in. Paka hapo tayari utakuwa umeshaingia kwenye account yako ambayo umeshatengeneza, au sio? So umeona ni process chache, yani unatengeneza account, baada ya hapo unachagua sehemu iliyoandikwa business license, yani leseni ya biashara. Na maanisha utakuja kuchagua sehemu hii, business license, kwa sababu ni leseni ya biashara. Ukishabonyeza tu sehemu hii itafunguka kama hapa, alafu utaandika namba yako ya NIDA hapa juu, alafu chini password, alafu uta sign in, yani utaingia kwenye account yako. Ukishaingia kwenye account yako, ndugu yangu, hapa unaona utajaza taarifa zako, maana yake majina yako, utajaza na taarifa zingine zote hapo ambao utaambiwa, au sio? Ukishamaliza hizo taarifa zote, utapewa control number ya kulipia. Unaona, uwezi ukachukua leseni bure, au sio? Kuna control number utalipia. Hiyo control number utaenda utaichukua, maana yake ni namba tu zile ambazo waga control number waga nyingi tu unapewa. Hizo control number ni namba fulani ambazo utaenda nazo, labda mtu ambaye analipia fedha. Kama una pesa hapo kwenye account yako unaweza ukalipia, au sio? Kama unaweza ukaenda kwenye kibanda cha M-Pesa au nini kule wanaotumia zile mambo ya receipt, labda CRDB benki, kwenye miamala kule, labda NMB, NBC, unaweza ukalipia, au ukaenda benki kabisa pale ukamwambia hebu naomba nilipie hii hapa, atalipia pale, au sio? Akishalipia utarudi kwenye account yako. Naona vizuri, unaweza ukawa na hela yako. Kama hujui kulipia, utaenda benki au kwa wakala, au sio? Au NMB wakala, CRDB wakala, NBC wakala, utalipia fedha zako, au sio? Ukishalipia leseni yako, utarudi kwenye account yako kama hapa, utaingia. Baada ya hapo utaendeleza na process inayofuata. Utafanikiwa kuchukua leseni yako. Leseni yako itakuwa mfumo wa PDF, au sio? Mfumo nini? Wa PDF. Alafu baada ya hapo utaenda stationery, utamwambia hebu naomba ni printie hii hapa, utaprintiwa leseni yako. Baada ya kupata leseni yako, unaweza ukaibandika kwenye sehemu ya biashara yako pale, au sio? Au unaweza ukakaa nayo ukaipiga hata lamination fresh tu, au sio?
Leo nilikuwa na kuonyesha ni jinsi gani unaweza ukajipatia leseni ya biashara kabisa kupitia simu yako, na njia hii pia unaweza ukatumia kuchukua leseni yako kupitia kompyuta yako hapo, kama una PC au kompyuta desktop, au sio? Ni njia hii utafuata hivi, au sio? Ni rahisi sana kujipatia leseni yako kupitia simu yako ya mkononi. Fuata utaratibu hivi. Tengeneza akaunti, baada hapo utaenda sehemu iliyoandikwa business license, yani leseni ya biashara. Vile unaweza ukachukua leseni zingine kama jinsi tulivyoona. Vile utabonyeza, kama ni leseni ya majengo utaenda kubonyeza sehemu ambayo ni ya leseni ya majengo. Kama ni leseni ya hoteli, vile utabonyeza sehemu iliyoandikwa hotel license, au sio? Ni rahisi sana. Bila shaka umeelimika na elimu hii ndogo ambayo nimeitoa leo, au sio? Kama umeipenda video hii, hebu like video hii, au sio? Na kukumbusha, ili usio unapitwa na elimu ambazo nitakuwa natoa kwenye channel hii ya Shayia TV, hebu gusa neno lililoandikwa subscribe lipo chini ya video hii. Maana yake kwenye channel hii huwa natoa elimu nyingi sana zinazohusiana na mambo ya teknolojia. Nakutakia siku njema. Karibu sana Shayia TV.